mfano kile kipindi nachoma insulini, unaweza kutoa umechoma insulini, baadaye ukajisikia mwili umechoka, uwezi hata kunyanyuka. Ukipima unakuta sukari labda 1.2, kuna siku moja mpaka nishakuta 0.9. Hapo siwezi hata kunyanyuka. Sasa kwa sababu ni sukari ilikuwa ikishuka, mara nyingi na tulivyokuwa tumeelekezwa na madaktari wetu wa hospitali, wanakuambia sukari ikishuka, tafuta vile vitu unavyozuiwa kula. Kwa mfano sukari imeshuka, chukua sukari, koroga, kunywa. Chukua soda, kunywa. Kwa hiyo nikanajikuta nikisukari ikishuka nafanya hivyo, maisha mengine yanaendelea, lakini sijawahi kupanda sukari nikasikia uchovu, hapana. Mara nyingi nikijisikia uchovu ni sukari imeshuka sana, iko chini ya 2. Okay. Ndio miko uzoefu wangu hivyo. Haya, tatizo hili la aresthesia almost la watokea wale wanaotumia dawa za hospitali, especially insulin. Maanake kuwa unatumia dawa za hospitali au insulin, sukari iliyokuwa ndani ya mwili wako yote inakuwa inatumiwa, iliyokuwa katika damu yote inatumiwa. Sasa na sukari ikitumiwa yote, maanake lazima sometimes lazima upoteze fahamu, uzimie, kwa sababu ubongo masaa 24 unakuwa unahitaji sukari ambayo ni glucose. Unahitaji. Sasa na ikiwa sukari ndani ya mwili imelazimishwa kutumiwa, maanake ule ubongo utakuwa unakosa ile sukari ama glucose. Ukikosa wewe ndo maana unazima. Hata kama dada yetu jana alituambia yeye akichoma sindano usiku, maanake upo uwezekano asubuhi asiamke, kutokana na sukari yake yote inakuwa imemaliza ndani ya damu. Na katika hizi program zetu, wale waliokuwepo katika 7 day challenge walikuwa wakituma ripoti zao katika sehemu za kawaida, sukari inasoma 3, pengine 3.7. Anashauriwa na mtu aliyokuwa hajaingia ndani ya program, hatari hiyo, sukari yako ni hatari, tafuta kitu ule. Yani huwa anamshauri kama vile. Then lakini yule mtu akinipigia mimi simu, naambia sukari yako wala sio hatari, endelea tu kuishi kama kawaida. Sasa mtu hata ukimwona anakuambia vile hatari, ujua huyo anakuwa anatumia dawa za hospitali. Ukitumia dawa za hospitali, sukari yako ikiwa 3 is very dangerous, ni hatari. Kwa sababu mwili utakuwa wale insulini wanaendelea kuzalishwa kwa kukomandiwa, kwa kulazimishwa wazalishwe. Lakini kama hutumii dawa za hospitali, sukari ikifika 3 sio hatari, kwa sababu insulini utakuwa huzalishi tu, na insulini kama huzalishi inaweza ikabaki 3 wiki 2 nzima. Kibaki ile 3 ikakuwa haishuki, kwa sababu insulini huzalishi. Lakini ukichoma sindano, ukimeza dawa, insulini watazalishwa. So hii ndo changamoto alikuwa akipitia dada yetu aresthesia. Na sasa hivi ikoje hii? Mara mwisho kukutokea lini au bado inaendelea kukutokea? Maana yake tulikukataza, yani mara mwisho aresthesia nakumbuka tulikubaliana kwa sindano usichome tena. Hii hali mara mwisho imenitokea mwaka jana mwezi wa 11. Kabla sijajiunga kwenye hiyo, kabla sijakujua wewe. Kabla hujajiunga na 7 day challenge, kabla hujaingia katika hizo mafunzo. Ndio. Okay. Ndio, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nachoma dozi kubwa. Alafu sasa unakuta wakati mwingine ukichoma ukilala, ukija kushtuka sukari imeshuka, uweze hata kutembea. Okay, good. Na ilifika mahali nikaa nakaa mpaka na chupa za soda ndani, kama soda ya Fanta. Inabidi nikaeneo tena jirani na kitanda, kwa sababu kuna muda unaishiwa nguvu hata ya kumuvu hata hatua 2. Uwezi. Ilifika mahali nalalana kabisa kitandani soda ya chupa. Ili nikijisikia leo nikijipima nikakuta iko chini, basi na kunywa soda, baadaye nachangamka. Okay. Haya, tumejifunza kutoka kwa dada yetu aresthesia. Kuna mtu yote ana mchango kupitia kama wa dada yetu aresthesia, ili tulidiscuss hili alafu tuende nake tumpishe mtu mwingine mwenye mchango, mwenye swali kuhusiana na hili? Haya, kama hakuna, nimkaribishe dada yangu CCGGM. CCGGM. Haya, nadhani yuko mbali na mic. CCGGM, sijawahi kukuita ukafungua mic. Jitahidi kufungua mic, tunahitaji mchango wako. Dr. Angela Thomas, karibu.
Dr. Angela Thomas, tunaomba ufungue mic yako tafadhali. Mic ipo kati na kati. Nataja majina kwa sababu kila mmoja tunahitaji mawazo yake. Sihitaji kila siku wawe wachangiaji wawe ndo hao. No, kwa sababu una something tunavihitaji kutoka kwao. Ndio maana nataja majina. Dr. Angela amejaribu kufungua mic lakini naona amejaribu kwa bahati mbaya. Haya. Fabian Malongo. Fabian, karibu. Fabian, naomba fungua mic yako tafadhali nikikutaja jina. Na ukiwa unahudhuria meeting jifundishe kufungua mic. Jifundishe kufungua mic. Fabian. Kulthum Ahmed, fungua mic yako tafadhali. Ikiwa hawa watu ninaowataja kila siku nikiwataja hawafungui mic, maana yake siku nyingine itabidi nisiwaruhusu kuingia live. Kwa sababu watakuwa wanatudhulumu sisi wengine. Ikiwa mimi na something ambao nikakuwa na share na watu wananufaika, halafu wao wana vitu hawataki kushare na sisi, itakuwa hawana faida ya kuhudhuria live. Tunafanya live alimradi kila mmoja tupe experience yake. Isiwe kila siku waongeaji wawe hao tu. Kulthum Ahmed, fungua mic yako tafadhali. Mariam Salum. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako Kulthum? Alhamdulillah. Samani dokta, nilikuwa niko barabarani. Okay. Kwenye kelele kidogo ndio maana lakini tunaweza kuzungumza. Haya, good. Umelisikia swali letu la leo? Nilikuwa busy kidogo sijasikia vizuri. Yaani nimewasha hiyo niko busy kidogo hapa barabarani. Naomba kama dakika 5 nitakuwa nimeshafika nyumbani. Basi sawa hapa. Dakika 5 tu nakuwa. Haya, asante sana. Unatakiwa kufanya at least kama Kulthum au andika message katika hii meeting. Kuna sehemu ya kuandika message. Maana yake huwezi kuongea, basi andika message, doctor na kadha wa kadha. Au unafungua mic kama alifungua Kulthum, halafu unatupa udhuru wako. Sio kukaa kimya. Mariam Salum, fungua mic yako tafadhali Mariam. Mariam Salum. Hapo ukiongea tu. Habari za leo dokta? Nzuri, habari za kwako? Habari za kwako? Salama dokta, sijui nyie. Alhamdulillah. Umeshindaje leo hii? Salama kabisa. Haya, kwanza tuambie sukari yako ni ngapi? Sukari yako? Nashukuru alhamdulillah, mimi naendelea vizuri. Mimi ya sukari yangu nimepima asubuhi nimepata 6. Haya, swali la leo umelisikia? Swali la leo tumesema hivi. Swali nimelisikia. Good. Tupe majibu yako. Upande wako ikoje? Mimi najisikia vizuri. Jana ilikuwa 5, leo iko 6. Haya, nisikilize mimi. Nashukuru maendeleo yangu sio mabaya. Good, nisikilize mimi. Tumesema hivi. Mara nyingi ukiwa na tatizo la sukari, unakuwa unapitia na changamoto ya uchovu, kuchoka pamoja na ganzi. Upande wako wewe, hivi vitu vitatu kuna lolote ambalo tayari lishawahi kukukuta? Aidha uchovu, aidha kuchoka, aidha ganzi ya mwili. Kuna lolote lishawahi kukukuta? Mimi ilikuwa kuchoka. Nilikuwa nachoka na sio mara nyingi, ilinitokea tu kama mara 2. Nilichoka baada ya kupima nikakuta sukari yangu iko 3. Kwa hiyo nikala tu chakula cha kawaida, nikala tu ndizi za kuchemsha 2, basi baadaye nikakaa sawa. Ulikuwa unatumia dawa za hospitali? Hello.
Ulikuwa unatumia dawa za Hapana, hospitali? sijawahi kutumia dawa. Mbona ipo kinyume nyume sasa, umechoka? Dawa sijawahi kutumia. Ili kutokea muda gani? Mchana, usiku, asubuhi? Hiyo Ilikuwa ni mchana. ni mchana. Okay. Na ulikuwa hujala kitu? Nilikuwa sijala kitu. Kwa jana yake nilikuwa sijala, kwa jana yake nilikula mchana. Okay. Nilikula tu ndizi moja na supu ya samaki, basi nikawa sijala tena mpaka siku ya pili yake, mpaka mchana tu nikaisikia hiyo hali. Okay. Asante kwa mchango wako mzuri. Baada ya kula asante sana ndugu. Mwenzetu yeye kasema yeye uchovu wake kutokana na njaa, maana yake amekula tangu jana mchana mpaka siku ya pili, then ile hali akazidiwa na nguvu, maana yake ilikuwa ni njaa, na askari alipopima ilikuwepo ni 3, kwa maana yake ikambidi ale. So anesthesia ikatwambia yeye kutokana na utumiaji wake wa sindano, akichoma sindano sukari yote katika damu inamaliza, maana yake upo uwezekano asiweze kutembea, aishiwe nguvu total. Ikafikia hatua analala na soda. Lakini mwenzetu hapa alitoka sasa hivi, yeye anasema yeye alikula mchana, yani alitimiza 24 hours bila kula tena, na ikamtokea hii hali kama hii inamtokea mtu yoyote, hata kama haugui tatizo la sukari. Kwa wale waliochelewa, hapa tunazungumzia kuhusu uchovu, ganzi na kuchoka. Wewe hili tayari lishawahi kukukuta, na limekukuta kwa mazingira gani? Limekukuta kwa sababu sukari imepanda au kwa sababu sukari imeshuka? Na baada ya kukukuta umechukua hatua gani? Na je, hatua uliyochukua ilikusaidia? Hili ndo tunaloongelea leo. So lakini leo nataja majina, especially nataja wale watu ambao sio mara nyingi kutoa mchango wao katika hizi live. Leo nafanya hii. So Robert Shirima, karibu. Salamu alaykum dokta. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ya, mimi kama nilivyokusha tangulia kusema, nimekuwa naingia kwenye hichi kipindi nafikiri ni mara ya 3 au ya 4. Na ninafuatilia kwa ajili ya mama yangu, nafikiri tuliwahi kuzungumza. Ndiyo nakumbuka. Na haya unayoyazungumza ya kuchoka, ya ganzi, ni mambo ambayo yamewahi kumtokea kweli. Ndiyo. Na hasa pale ambapo amekataa kutumia dawa. Unajua watu wazee wakati mwingine wanakataa dawa, wanasema nimechoka. Kwa hiyo akiacha tu dawa, hayo yanatokea. Mimi yangu ni hayo tu dokta, naendelea kujifunza zaidi pia. Pengine nitachangia zaidi. Mama anatumia dawa gani? Sizijui majina, lakini anatumia dawa za sukari. Okay. Haya, na kwa sababu umeingia katika grupu lengo la kumfuatilia, ananufaika na nini yeye kupitia wewe kuingia ndani ya hili group? Unufaikaji wake sasa ni mimi kadri ninavyoelewa mimi nitaendelea kumwelimisha yeye. Jambo gani ambalo mpaka sasa hivi ushamuelimisha na analifanyia kazi? Sasa toka nimeingia elimu nimepata, bado sijaweza kukaa naye kwa sababu yule watu wengine ana shida ya kusikia. Kwa hiyo inabidi nipate safari niende sasa tukae kitako tuzungumze. Okay. Haya, good. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi inshallah. Asante. Okay, asante kakaangu Robert kwa mchango wako, especially kuingia humu kwa ajili ya mama yetu. Mwenyezi Mungu amponye naye moja kwa moja. Sos Mtenga. Asante. Sos Mtenga, fungua mic yako tafadhali. Sos Mtenga. Sos Mtenga. Karibu. Asante. Habari za jioni. Nzuri alhamdulillah. Habari za kwako? Salama. Haya, good. Upande wako mimi
Mimi ni mhanga wa tatizo hili. Sasa hivi nimetoka 2016, kwa hiyo ina muda kidogo. Hizi hali tatu ambazo umezitaja zinakuwa zinatokea, na kwa mfano, ila kwa mimi ganzi sijaipata, ila kwenye swala kama la kuishiwa nguvu inatokea sana sana. Mimi kwangu ni sukari kupanda, sio kushuka. Kwa hiyo inapopanda ile uchovu unakuwepo, saa ingine miguu inakosa nguvu, basi ni kutumia tu dawa na baada ya muda inakuwa inaisha. Ile ndivyo ilivyo. Unatumia dawa za hospitali? Naam. Na mpaka leo unatumia dawa za hospitali? Ndiyo, natumia dawa za hospitali, na juzi tu mimi ndo nimejiunga kwenye group, nadhani hata wiki haijaisha. Basi nadhani tuliongea na nikakueleza kwamba hata nilikuwa hospitalized, sukari ilipanda, nikapoteza fahamu, nika ICU siku kama 4 hivi. Basi ndo toka nimetoka, nadhani nina wiki kama 3 sasa hivi. Kwa hiyo naangaika kuiweka sawa sukari. Good. Mwenyezi Mungu akufanyie Kidogo wepesi. ilikuwa inapanda mpaka 30, sasa hivi naona zingatia maelezo, naona sasa hivi imestabilize kwenye 11, 11 hapo 12, ndio hivyo sasa hivi, haishuki, haitaki kushuka zaidi hapo. Good. Mwenyezi Mungu atakuponya zaidi. Tangu 2016 mpaka sasa hivi 2025 ni miaka 9 hiyo. Haya, mwanzo ulitumia jitihada gani ya kuishusha sukari ambayo ikafeli mpaka ukaingizwa ICU? Na sasa hivi unatumia jitihada gani ambayo imekusaidia sukari yako kutoka katika 30 mpaka ikaja katika 11? Naam, mimi kwa historia yangu, labda kwa faida ya wengine, ni kwamba baada ya kugundua hilo tatizo, unajua tena mtu unakuwa unahangaika huku na huku, huyu anakuambia kuna dawa hii, kuna dawa. Sikukubali kutumia dawa za hospitali mapema. Kwa hiyo ilinichukua muda karibia miaka 2 hivi ili kutumia kidonge. Kwa hiyo nilikuwa nafanya mazoezi, tumia dawa za kienyeji, unaletewa hii unatumia, unaletewa hii unatumia, hivyo hivyo. Lakini kadri siku zilivyoenda ikafika mahali ikawa inazidi kupanda. Kwenye swala la vyakula sikuwa na ufahamu mzuri wa kuwa vyakula namna ya kuvitumia au vyakula gani vya kuacha. Kwa hiyo ilikuwa ndo yale mambo ya kula ngumi, ugali ngumi na nini. Kwa hiyo ikaenda sasa, ikafika mahali katika upekuzi wangu nikaja kukutana na diet ya non carbs, yani starchless na carbless. Kwa hiyo nikaifanya ile na ilinipa matokeo mazuri sana. Tatizo ni elimu namna, maana mimi kwa miezi 3 ikawa imestabilize kabisa 4 point something, basi haipandi zaidi ya 5. Basi ila tatizo sasa nikaja kujiachia tena, nikarudi tena, nikajikuta nikajiona nimepona, nikarudi kule. Kwa hiyo ilikuwa diet ni kama hii mnayosema, ila kasoro tu ni kwenye swala la nyama. Nyie hapo mnasema nyama nyekundu, hapana, ila kwenye diet ile ilikuwa nyama nyekundu unakula. Sasa sijui, na maana nilisema nitauliza swali hilo, kwa nini kwenye nyama nyekundu kuna shida gani? Unaona. Lakini mimi nilifanya diet ambayo ilikuwa, kwanza nilitumia ile diet, ilikuwa ni siku 20 unakaa bila kula kitu chochote zaidi ya una nani, parachichi, juisi ya parachichi na tango peke yake, na juisi ya parachichi, tango na mboga za majani unaweza
unaziblend zinakuwa ina form ya nani ya juisi. Basi kwa hiyo siku 21 unakuwa hutumii starch yoyote wala nyama wala nini wala nini. Basi baada ya hiyo siku 21 sasa ndo unakuja sasa unaanza kula protein na nani na mboga za majani hivyo mayai, maziwa, nini. Kwa hiyo mimi kwa miezi mitatu nikawa niko vizuri kabisa, nikajiona kwamba tatizo limeisha. Sasa kuja kujiachia tena ndo hivyo na nikarudi. Kwa hiyo ikaendelea kunisumbua tu hivyo. Sasa mpaka juzi hapa nimepata hiyo matatizo ya imefika level sasa inaanza kunifanya nalazwa na nini. Naona kila nikisema nirudi kule kwenye ile dati, kitu kinachonifanya nisirudi ikawa mwili umekonda sana. Sasa inaniogopesha kwamba nikiifanya ile diet nitapungua zaidi, itakuwaje na mwili ni umekuwa umekonda. Kwa hiyo hapo ndio challenge ilipo. Sasa juzi baada ya kuwa hospitalized na nini, nikitaka kuambia tu wenzangu ambao labda wana muda mchache, hakuna kitu kizuri kama community. Ukiwa kwenye community ambayo wote mna tatizo moja, inasaidia sana na mnabebana. Mimi ingekuwa wakati ule kuna community niko nayo, nisingerudi nyuma tena, unaona. Kwa hiyo baada ya kupata nani ya ili kundi, basi ndo nimerudi sasa. Nikasema okay, hebu ngoja nipate msaada tena, niangalie nitafanyaje. Kwa hiyo nimekuwa hospitalized, sukari ilikuwa iko inaenda, nikigusa kitu chochote starch yoyote tu inaenda mpaka 30. Saa ingine kipimo ndo kilikuwa kisomi kabisa. Lakini nashukuru sasa hivi kwa muda mchache sasa naona imekuja. Kila nikicheki asubuhi 10, 11 hivyo, ila imegoma hapo na natumia dawa sasa za hospitali. Kwa hiyo ndio hivyo kwa ufupi. Okay, asante kaka yako Mtenga. Sasa kwanza pole kwa hizi changamoto ulizopitia na mpaka sasa hivi still bado unapitia. Yani Mwenyezi Mungu anakuwa amekusaidia kama ulivyosema, umo katika watu ambao mnafanana. Kwa maana hiyo unakuwa lile joto la stress la wahaka la kuwa kama janga lako peke yako linakuondoka, na hii vile vile inakuwa ni tiba upande mmoja. Lakini hapo umeuliza swali la kwa nini sisi tumekataza nyama nyekundu. Hili swali sitaki nitoe idea yoyote, sitaki nilichangie, nilirejeshe kwa mtu yoyote. Tafadhali, swali nadhani limesikilikana. Wana familia wa Revive Online Healthcare, naomba tunyooshe mkono ili tuweze kumjibu kwa nini tunakataza nyama nyekundu, au kwa nini nyama nyekundu hatuzipi kipaumbele. Please nyoosha mkono wako tuweze kumsaidia. Hii hatumsaidii yeye tu, tunamsaidia kila mmoja aliyokuwemo humu ambao hajui kwa nini tunakataza nyama nyekundu. Kwa mawazo yako, so lazima useme correct, kwa idea yako, kwa unachofikiria wewe. Tunyooshe mkono tafadhali. Josephina, karibu. Asante dokta. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jinsi ninavyoelewa, nilivyoelewa kwenye hili grupu, ulitukataza nyama kwa sababu nyama inazuia hii sukari isiwe inashuka, kwa sababu nyama kama nyama ina cholesterol. Kwa sasa ile cholesterol, yale mafuta inakuwa kama ni sumu fulani hivi ambazo unakuwa ukila nyama inaongeza shida. Badala ya sukari kuwa inashuka, sukari inakuwa haishuki, kwa hiyo inaenda kufanya kizuizi. Ndivyo ninavyoelewa kwenye swala la nyama. Asante dada yangu Josephina, umejibu vizuri sana. Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka. Asante kwa huu mchango wako mzuri. Lakini vile vile still nataka niwape na wengine mchango, kwa sababu kuna wengine pengine wana mawazo tofauti. Josephina anasema nyama inaenda kuzuia sukari isishuke kwa sababu ina cholesterol. Thank you.
Victoria, upande wako wewe unasemaje? Habari za saizi. Nzuri. Mimi kwa upande wangu alichosema Josephina hajakosea, ila mimi ninachoongezea tu kwamba na nyama nyekundu inasababisha free fat, ambayo ile free fat inapozaliwa ndani ya mwili wa mwanadamu inaenda kuzuia milango ya seli, kwamba insulin inashindwa kuingia na kufanya kazi yake. Yani insulin inashindwa kufungua ile milango ya zile seli. Kwa hiyo insulin ikifika pale inakuta free fat kamzuia asifanye kazi yake sawasawa inavyopaswa. Kwa hiyo sukari yako inakuwa inapanda badala ya kushuka. Mimi ndo ninachoelewa. Yaani hapo nimeongezea tu. Asante. Asante dadangu Victoria kwa mchango wako mzuri. Tumkaribishe na Jumanne. Josephine amesema nyama nyekundu inazalisha cholesterol ambayo inaenda kuzuia sukari isishuke, lakini Victoria Harun amesema sukari inazalisha component ambayo ni free fatty ambayo inaenda kuzuia milango ya cell, ambayo inaenda kuziba milango ya cell, na milango ya cell ikiziba, sukari itashindwa kutolewa katika damu kuingizwa ndani ya milango ya cell, kuingizwa ndani ya cell. Thank you Victoria Harun. Na mwingine alinyosha mkono kama Jumanne alikuwa amenyosha mkono. Jumanne, karibu. Mimi nitaongezea tu kwamba kwenye grupu hili tulizuia ulaji wa nyama nyekundu kwa sababu ya madhara yake kiafya ambayo yameainishwa sasa na wataalamu wote mpaka madaktari wa kawaida tu, ambao kwamba nyama nyekundu ina madhara haya, hasa kwa upande wa kuleta madhara upande wa kama ulivyosema cholesterol, kwamba moyo utazurika. Sasa na mgonjwa wa kisukari, kwa sababu kinga yake inakuwa tayari imeshakuwa iko chini, na akiwa anakula nyama nyekundu sana, ndio maana uliruhusu kwamba angalau mara chache, sio kwamba umezuia kabisa mtu asile kabisa, kwamba iliwe mara chache, lakini siwe sana, kulingana na yale madhara ya nyama nyekundu ambayo yanaelezwa siku kwa siku kwamba nyama nyekundu ina madhara haya na haya. Na kingine tu ndio nasema furaha ya grupu hili, kama tulivyosema mwanzo dokta, kwamba linaleta faraja, kwamba hata baada ya yote haya kwamba tulishawishi kwamba usilifunge, umesikia na mwenzetu leo alivyoongelea kuhusu kufarijika, kwa sababu mnakuwa mnakutana watu mlio na shida moja, siku zote mnaweza mkaendelea kupeana haya na 1 2 3. Asante. Asante kakaangu Jumanne. Yeye upande wake amesema licha ya nyama nyekundu huwa inazuia sukari isishuke, lakini vile vile nyama nyekundu inasababisha maradhi mengine, akisema kuwa special kwenye moyo. Na tunajua sukari na pressure ni baba mmoja mama mmoja. Au jana nilielekeza vizuri kwa tumesema sukari ni begi ambalo linabeba maradhi mengine mingi ambayo ni maradhi ya hatari, ikiwemo kama pressure na kutanuka kwa moyo. Kwa maana hiyo walivyochangia wenzangu wote ni sahihi kabisa. Lakini kabla sija clarify, nataka nimuulize kakaangu Sosi Mtenga. Sosi Mtenga, fungua mic yako tafadhali. Naam. Swali lako kwanza limejibiwa? Naam, nimesikia maoni ni majibu yao nimeyasikia. Na umeyafahamu? Nimeyafahamu. Yeah, so nimeyaelewa ni kwamba wonderful. Na hili nimeyaelewa. Ukitaka kulijua katika grupu lako, zile notes za mwanzo nilizosomesha zile sababu za kisukari, acha kazi zipitie. Nimeelekeza hili vizuri tu. Kama alivyosema Josephina ni sahihi, inazalisha cholesterol. Kama alivyosema Victoria ni sahihi, inazalisha free fatty. Kama alivyosema Jumanne ni sahihi, inasababisha matatizo mengine. Ukweli nyama nyekundu unaenda kuongeza ukinzani wa insulin, unaenda kuongeza, tunasema kitu kinachoitwa insulin resistance. Insulin ndo anaifanya kazi kuchukua sukari kutoka katika damu uingize ndani ya miili yetu ili ile sukari itumiwe, wewe huna sukari. Nyama nyekundu hatuizingatii katika glycemic index, hatuizingatii.
Ndio maana hata katika kuelekeza kote sijawahi kusema nyama nyekundu ina glycemic index kadhaa, nyama ya kuku ina glycemic index kadhaa. Maanake glycemic index huwa tunaiangalia katika vyakula vya uwanga au vyakula vyenye chembe chembe ya uwanga, ndo tunadili na hizi nyama, ndo glycemic index. Lakini protini kama protein huwa haturigadi katika kesi ya glycemic index. Sasa nyama nyekundu haina glycemic index, lakini tunakataza kwa sababu inaenda kupeleka upinzani ama ukinzani, inamzuia yule insulin hormone asifanye kazi yake vile inapotakiwa, kwa sababu inazalisha component ambazo zinamzuia insulin asifanye kazi zake vizuri, kama Josephine akatuambia cholesterol, Victoria ametuambia free fatty, vile vile inazalisha radical, inazalisha oxidant. Hizi zote hizi zinaenda kuzuia insulin asiweze kufanya kazi yake vizuri. Ndio maana sisi tukakuwa tunaepusha watu wasitumie nyama nyekundu. Lakini kama alivyosema Jumanne, hatuwezi kukuzuia usile nyama nyekundu moja kwa moja. Kuna siku roho imetamani, basi unaweza kula. Lakini ukila basi kwa vile mwili wako unafanya mazoezi, naye jitahidi katika kufanya mazoezi. Hiyo ndo reason kwa nini tunazuia nyama nyekundu. Nadhani wenzako wamekujibu vizuri na mimi nimeweka vizuri, nimeweka sawa zile sehemu iliyohitajika, lakini wamenisema vipi? Wamekufupa wameeleza wao kila kitu. Nadhani umefahamu kakaangu. Naam, nimefahamu hapo, ila ilikuwa na nani nyingine tena kidogo ya kuuliza, sijui kama nitaruhusiwa. Unaruhusiwa, kwa sababu ukiuliza wewe unawaulizia wenzako wingi ambao hawawezi kufungua maiki zao kwa sababu tofauti tofauti. Kwa maana karibu. Kwa utafiti wangu wa kujielimisha kuhusu sukari, kuna mambo mawili. Kuna ile kwamba insulin inazalishwa, lakini hizi cells za mwili zinakuwa hazirespondi kuchukua ile sukari, yani kama mlivyosema, Ndiyo. Kwamba nyama nyekundu inaenda inazuia zile cells zisichukue si ndio? Ndiyo. Na ya pili ni ile kwamba insulini haizalishwi ya kutosha, si ndio? Ndiyo. Hivi hizo zote ziko kwenye type 2 au ni type 1? Moja ni type 1 na nyingine ni type 2. Hizo zote ni type 2. Type 1 huwa huzalishi insulini moja kwa moja, lakini kwa unazalisha insulini kwa uchache au insulini wako wanazuiwa wasifanye kazi, hiyo ni type 2. Sawa. Sasa hapo sasa kwenye kutambua kwamba mimi mfano ninazalisha insulin lakini haifanyi kazi, au ni resistance ya cells zangu ninafanyaje ili kujua? Haya, jambo la kwanza kutambua ni kwenda hospitali. Lakini mara nyingi ukipata tatizo hili la sukari, umri wako chini ya miaka 30 ama 25 ama 20, chini ya umri huo, mara nyingi inakuwa ni type 1. Hilo la kwanza. Jambo la pili maanake kutokana na umri wako uliopata sukari, ikiwa chini ya miaka 30, maanake hapo unatakiwa uichunguze hii type 1 au type 2. Hilo la kwanza. Lakini kama umepata sukari kuanzia miaka 30 kwenda juu, maanake 95% inakuwa hiyo ni type 2. Hilo jambo la kwanza. Mimi dokta, sawa. Kama muongea. Nilisema mimi najua kwamba type 2 hiyo, kwenye hiyo type 2 hiyo, kwamba nitajuaje kama ni cells zangu zina resist kupokea sukari au ni insulini hiyo haifanyi kazi vizuri, yani kwenye type 2 hiyo. Haya, yani ikiwa seli zako, yani mimi na type 2, lakini je, kongosho langu mimi ndo limechoka au insulin zangu hazifanyi kazi? Hayo mambo inakuwa zinaenda, tunasema direct proportion. Kwa Kiswahili niseme vipi? Yani ni vitu ambavyo vinaendana sambamba. Ukiwa na insulini resistance, maana yake kongosho lako litakuwa lazalisha insulini wingi, at the end litachoka. Sijui umefahamu?
Mantiki Hapo yangu nakuelewa. maana yake ukikipata kimoja basi na cha pili lazima utakipata. Haiwezekani ati uwe na insulin resistance tu halafu ukaishi na sukari halafu kongosho lako lisichoke, kwa sababu ukiwa na insulin resistance maana yake ile resistance tunataka tui overcome. Sijui umenifahamu nikisema hivyo, sijui hata kwa Kiswahili niseme hivi, lakini Ndio all in all nakuelewa. ushanifahamu. Hello, ushanifahamu nadhani? Naam. Haya, labda nitumie kwa lugha ya kawaida ambayo utanifahamu zaidi. Ukiwa na type 2, almost 95% au tunasema asilimia kubwa unakuwa una tatizo la insulin resistance ukiwa na type 2. Sasa Sawa sawa. kongosho lako baada ya kuwa na insulin resistance, maana yake kongosho lako linakuwa linafanya kazi ya ziada tofauti na mtu ambao hana tatizo la insulin resistance. Mfano huu napendelea kutolea kila siku. Umekula dona ulokula wewe unatakiwa uzalishe insulin 100 ili ile dona litumiwe, yani ile sukari itoke yote katika damu, insulini 100. Lakini kongosho lako linazalisha insulini 100, at the end wanakuwa hawatoshi kulimaliza dona robo kwa sababu ya insulini resistance. Kwa maana hiyo, kwa vile ile sukari itaendelea kuwepo katika damu, baada ya kuzalishwa insulini 100 watazalishwa insulini 500 ku overcome lile tatizo, kwa ajili ya lile tatizo liondoke, kwa sababu tunazalisha insulini wingi. Kwa vile kuna tatizo la insulini resistance, tutajua kuna insulini hawataweza kufanya kazi. Sasa zile nafasi zao ndo tunazalisha insulini wingi. Sio, umenifahamu mantiki yangu? Sawa sawa. Sasa kongosho litakuwa linaendelea kufanya kazi hivi 24 hours mpaka itafika kipindi na kongosho nalo litachoka. Lakini reason mwanzo ilikuwa ni insulin resistance. Ulikuwa unakunywa masoda mingi, unakunywa hivi vingi, unakula mfano hayo manyama mekundu, unakula si madude gani, vyakula ambavyo havieleweki, mabaga, mapizza, vile vote vinaenda kusababisha insulin resistance. Vikisababisha insulin resistance, kwa maana kongosho linafanya kazi mara 3 mara 4 tofauti na mtu wa kawaida. At the end una tatizo la insulin resistance, alafu tatizo la insulin resistance litasababisha kongosho lako kuchoka. Kwa maana at the end ile sukari ukikaa nayo sana, haya matatizo yote mawili unakuja kuwa nayo. Lakini mwanzo unakuwa na tatizo moja tu la insulin resistance. Hivyo ndivyo ilivyo. Sawa sawa dokta, la mwisho ni kwamba kwa sababu kuna watu wengi tushazoea wenye sukari wanakuwa wanene, ile kukonda sana ile inakuwa inasababishwa na nini? Ile kukonda sana inasababishwa na nini? Mtu kuwa mnene maana yake unakuwa umehifadhi mafuta mingi ambayo ndio hiyo sukari. Mtu kukonda sana maana yake ile sukari unayo lakini inakuwa haitumiwi ndani ya mwili. Kwa maana unakonda maana yake sasa unakula sukari haitumiwi ndani ya mwili. Ni sasa na mtu alokuwa hali tu. Kwa maana utakuwa sawa sawa. Au sometimes basi mimi utakulazimisha kufanya kwa diet nani yangu kwa nani zangu nilikuwa nafikiria kwamba assumptions zangu ikawa kwamba ile mimi kukonda sana ina maana nitakuwa nina resistance ya nani peke yake, ambapo insulin inazalisha lakini nani haziruhusu mwili kuchukua sukari. Kwa hiyo ndo hivyo, ila umeniweka clear, nashukuru. Okay, asante. Nimeelewa. Shukran kakangu. Jina naitwa Mtenga. Halafu jambo jingine ni kushauri, usha survive na sukari muda mrefu, ushatumia dawa muda mrefu, ushaingia katika hii community tayari, japo kama nataka muona wiki mbili, lakini tayari ushaingia. Fanya maamuzi, ingia katika 7-day challenge. Ufika hatua kulazwa kwa sababu ya sukari, halafu ukawa still hutaki kuchukua hatua, manake unajitengenezea nafasi nyingine ya kurudi hospitali. Ingia katika 7-day challenge, mwili wako relax. Tete Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa na sukari.
Amin. Okay, nimkaribishe dadangu Zinduna. Zinduna, umefungua mic, karibu. Halafu namkaribisha Debora Habari. Godfrey. Karibu Zinduna. Zinduna, bibi yetu. Alaikum. Karibu. Nakwambia bibi yenu kikongwe nipo. Hali yako kwanza? Asalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hali yako? Salama za siku Dr. Mato, nani kabisa ndugu yangu. Umenitusa kweli siku hizi. Kuna mambo alikuwa amenisonga, huoni hata live nilikuwa siingii, lakini alhamdulillah hakijaharibika kitu. Ni kweli mimi nishawahi kupata shida ya ganzi. Mpaka leo napata kidogo tu sana kwenye vidole vya pembeni vitatu hivi. Yaani inaweza kutokea baada ya siku mbili natokea viganzi vidogo vinapotea. Inaisugua inapotea. Kitu kingine zaidi kinachonipataga mara nyingi mimi ni siku za nyuma, kiso sasa hivi nishapona, nishatibiwa kwako, nishapona. Nilikuwa napata shida ya ya kuishiwa nguvu, yani nilikuwa naishiwa nguvu sana. Lakini sasa nilishajifunza kwa nini naishiwa nguvu. Na hivi vinjanja vya visoko na kichwa na miguu. Nilishapata majibu, nishapona. Zaidi kumbe ilikuwa ni sukari inashuka sana, natumia dawa sukari inashuka sana. Naenda kabati nafanya kwenye friji nafakamia vitu ni soda hizo, maembe nini, nakula ni tikiti wameendelea kutumia na kula napona. Lakini sasa baada ya kujifunza kwa daktari, kwa kweli sasa hivi namshukuru niko vizuri. Hiyo hali hata sija kuipata tena. Ni yangu ni yao ndugu yangu, kwa kupata muda umeisha. Asante bibi yetu Bizinduna kwa mchango wako mzuri. Na hii inatupa experience kwa watu wengi waliokuwa wakishiwa na nguvu walikuwa wakitumia dawa za hospitali. Inaonyesha hivyo. Manake kuanzia wa kwanza waliochangia mpaka nani Bizinduna, asilimia kubwa wanaotumia dawa za hospitali wanaishiwa nguvu. Asante bibi yetu Bizinduna kwa mchango wako mzuri. Shukrani sana. Hai, nimkaribishe mtu mwingine. Debora, uko vizuri? Karibu. Haya, asante. Shalom. Shalom. Asante sana. Ni mimi Dokta. Kwanza nafurahi sana nimesikiliza. Alhamdulillah. Na kwamba umetupiga chenga ya mwili leo. Kwa nini? Sio kila siku tushazoea. Shalom. Ndio, ina maana amani kwa kila mmoja, maana yake ni nzuri tu. Asante, karibu. Sasa Dokta, asante. Mimi bwana ni mhanga, lakini nilipata tatizo ile mwaka jana mwezi. Kwanza leo ndio mara ya kwanza naingia kwenye grupu. Ila tu nimesikia kuna grupu nilishindwa kujoin. Ila sasa namshukuru Mungu leo nimeweza kujoin na tujua amenisaidia nimeweza kujoin. Mimi nashukuru yote nimesikia, kwa mfano leo kuhusiana na hiyo kuhusu nyama nyekundu, na kwa kweli Hatujua amekuwa msaada sana kunisaidia hivyo na hivyo. Lakini kwa kifupi nililazwa Benjamin Mkapa, niko Dodoma mimi, lakini baada ya kutoka hospitalini walichoma insulini hizo, sukari ilikuwa 22, lakini nilipotoka 2 weeks before baada ya kutoka hospitalini wakanipa dawa, sikumbuki zinaitwa Clementi si nini zile sikumbuki, lakini kwa wiki 2. Nakumbuka tarehe 25 Disemba nikasema kwa nini situmie diet niache madawa haya? Kwa kifupi niliacha na mwezi 1.5. Kila nikipima asubuhi 5, leo nimepima 4.0 asubuhi. Kwa hiyo nawatia moyo wengine ambao labda wanatumia dawa, Mungu anafanya na anatusaidia, na namshukuru Mungu naendelea vizuri. Sasa swali langu liko hivi Dokta. Je, nikila kwa mfano nyama hapana, nyekundu hapana. Labda nimekula kuku leo, kesho nakula mchemsho wa samaki, kesho kila siku hivyo kuto nakula tena kuku, kesho kula mchemsho wa samaki. Yaani kila siku ni kila acha red meat. Hii samaki labda kuku afu na kitimoto ambao sisi ambao ni Wakristo. Hiyo ndio miti pia kitimoto sijajua. Kitimoto nataka niulize na nyekundu. Okay, naiacha. Twende kwenye samaki na kuku. Je, ni kila siku ni sahihi au haitakiwi kwa wiki ufanye hivyo?
Sijafahamu. Rejea tena hilo swali lako. Swali langu ni hivi, yani ndani ya wiki nzima, leo nakula kuku, kesho nakula samaki, kipande hata kama vipande, yani kila siku nabadilisha kuku samaki au kuku kila siku au samaki kila siku, yani hivyo. Je, ni sawa? Ni sawa. Nyama nyeupe almost zinakuwa hazina free radical nyingi, kwa maana ni sawa tu, hakuna tatizo lolote. Samaki vile vile ni nutrient na mineral nyingi, kwa maana haina tatizo lolote. Asante sana. Basi nitaka niulize Lakini hilo na jitahidi dokta anaendelea vizuri. kwenye kuku usitumie broiler, tumia kuku wa Kiswahili wale. Wa kienyeji, najua, na samaki na labda mchemsho au naunga vizuri kama ulivyosema. Hata ukikaanga tumia mafuta yaliokuwa mazuri tu. Mafuta ya nazi, virgin ile pale. Olive oil, ndio. Olive oil. Nazi. Ya nazi haina tatizo. Okay. Lakini nashukuru sana kwa kweli, mimi nashukuru kwa mafundisho haya, yamenisaidia. Nimeacha kabisa wanga dokta, nimeacha kabisa wali wala ugali, na cha ajabu sasa wala sijisikii vibaya na nashiba. Nikasema hivi nitashiba kweli mboga mimi kweli nashiba? Alafu lingine dokta, mayai usitumie mingi. Kwa wiki at least utumie mayai 3 kwa wiki au 4. 3 au 4 basi. Sawa. Basi mimi naendelea vizuri dokta. 4 nimefurahi leo, yani nikasema Mungu nakushukuru. 4.0. Nitumie kipimo chako kama umekipiga picha. Nitakuwa napiga. Najipanga ili unipe virutubisho. Inshallah. Mwenyezi Mungu akufungulie pia. Asante. Nitakuwa nakupimia vipimo. Kuna offer tukiingia Ramadhani kwa wale watu wote wanataka kujiunga na 7 day challenge. Kwa sababu sasa hivi naona kila programu inamshinda. Kusikulipa 700,000 katika 7 day challenge inamshinda. Sasa kuna offer ambayo kabla kuingia Ramadhani tutaitoa, maana yake welcome to Ramadhan, ambayo tutatoa kwa laki. Sasa jiandae na hilo. Kama unataka kuingia katika program, laki ngapi? 400,000 tu, naishusha mpaka 400,000 tu, lakini ya Ramadhani hiyo. Kama sadaka yako. Kwa maana hiyo, lakini tutatoa kwa watu wachache. Maana tutatoa kwa watu 5 tu, especially pengine watu wanaohudhuria live. Okay. Sawa dokta. Mimi nashukuru jamani, nashukuru sana. Inshallah Mwenyezi Mungu azidi kutuponesha kwa sote. Asante sana. Okay, zimbaki dakika 6 nimkaribishe Asha Ugulumu. Asha, karibu dadangu. Unaona hiyo? Salamu alaykum dokta. Nzuri, habari za kwako? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mimi swali langu liko tofauti na haya, kwa hiyo sijui nitakuuliza baada ya kipindi. Uliza, wewe nadhani ndo umepata nafasi ya mwisho. Uliza tu. Nilikuwa nauliza hivi 80 lakini hivi ukifanya tendo sukari haileti kupanda ama kushuka? Ukifanya tendo wewe fanya tu, tendo ni tiba. Unajua kama tendo linaondoa stress. Fanya tu. Tendo ni tiba, yani tendo ni tiba kila kitu. Mwanamke kama hufanyi tendo unaweza kupata ugonjwa wa kichaa. Sasa maana yake sukari ikapanda, wasiwasi, tafrani, kila kitu kinakukera. Kwa maana ufanya upoe. Umesikia dadangu Asha? Haya, sawa, asante. Thank you. Nimesikia, asante. Asante. Kulthum, umefungua mic. Una kitu chochote unataka kuongea? Amefunga mic. Okay, so nimefurahi Dr. Uthman. Karibu Dr. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Asante. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nilikuwa nasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Alhamdulillah. Kwa hiyo nashukuru. Session imekwenda vizuri. Alhamdulillah. Nitaka nimchangie huyo wa mwisho tu ili tufunge. Aliyeuliza tendo. Ni kwamba sukari ina tabia ya kumfanya, kama ni mwanaume, sukari kimwathiri sana anashindwa kufanya tendo la ndoa. Sababu mwanaume ili afanye ni kwamba mpaka apate erection, asimamishe. Sasa ile kwa sababu inakwenda kuzuru ile mishipa ya damu kule, mwanaume anashindwa kufanya ile erection. Kwa hiyo nafikia kipindi anaweza akashindwa kabisa kufanya hiko kitu.
Na kwa mwanamke yeye, kwa sababu yeye hasimamishi, mwanamke yeye tunasema kwamba kitu anaita libido. Yaani libido ni kule kujisikia kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo anakuwa hana hamu na hana mvuka wa kufanya lile tendo la ndoa, kwa sababu sukari imekwenda kuathiri mzunguko wa damu na mishipa midogo midogo ya fahamu kule kwenye uke. Ndio maana lile tendo anakuwa tena yeye hana hamu nalo. Lakini kama daktari alivyosema, tendo linasaidia kuimarisha vitu vingi, mahusiano, kuondoa na stress na mambo mengine. Sasa wewe kama unajisikia, shukuru Mungu. Yaani fanya kadri utakavyoweza. Asante daktari. Asante Dr. Osman kwa kuweka clarification iliyokuwa nzuri na imesimama sana. Nadhani Asha umesikia jinsi ilivyo. Maanake kama una tatizo la sukari alafu unaweza kuperform, basi perform vizuri tu na Mwenyezi Mungu atazidi kutibu maradhi yako inshallah. So nadhani leo kwanza nimefurahi kwa sababu waliochangia leo ni wale ambao mara nyingi hatuwasikii kuchangia. Leo alhamdulillah wamepata nafasi na wao wamechangia, wameuliza maswali, kwa maana ni live ambayo iko tofauti na live za nyuma. Elvina umenyosha mkono, karibu. Dokta, asante. Habari ya jioni. Nzuri, Hello. habari za kwako? Salama. Dokta, na issue nyingine mimi kuhusu kirutubisho. Hello. Halo, nakusikia. Yep. Nasema umenipa maelekezo kuhusu kirutubisho. Sasa kuna vitu nimekuuliza, naona hujafungua hiyo message kwenye Haya, WhatsApp basi yako. nikimaliza hapa nitafungua ili ni kujibu. Au unaweza kama kuniulize hapa, niulize ili nikujibu hapa hapa tu. Nimeandika kama vitu vitatu vinne, kwa sikumbuki vyote. Naomba tu utanijibu. Basi sawa, hamna taabu. Asante. Shukran. Kwa vile hakuna mwenye swali, hii live huwa inaweza ikaendelea. So yani mimi tu muda wangu mwisho na kwa muda huu, manake after that mimi upande wangu mimi nafunga live, lakini wanaacha kama watu wana discussion zao, wanaweza kuwa huru wakaendelea na discussion. Kama sometime una swali lakini pengine unashindwa kuniuliza mimi, manake humu vile vile kuna watu wengi ambao wamejiunga katika program 7 day challenge ambao ni walimu wazuri. Kuna madaktari humu, unaweza kuwauliza wao ukapata ufafanuzi uliokuwa mzuri. So kwa leo mimi nikutakieni usiku mwema. Thank you.